Jioni nyingine Bwana ametufikishia, ametuandalia tupate kuja kulisifu jina lake, kuja kuliinua jina lake, kwa kuwa lina nguvu, lina uwezo, lina mamlaka. Nitaomba kwa jina lake, na kisa Yesu atatuelekeza mahali hapo pengine. Mungu mwaminifu, ni wewe unaweza siku zote. Ni wewe uliyekuwepo, upo na utasindi kuwa dadi. Ni wewe mwaminifu, muweza wa yote. Umetulaza, umetuamsha vyema, nasi tunakuja kulisukuru jina lako na kulitaya jina lako, kwa kuwa lina uwezo. Wewe mwaminifu, wewe muweza wa yote, naomba ukaniwezeshe kulinena dadi pasavyo. Na Mungu muweza wa yote, upate kuabudiwa dadi kwa neema yako na kwa nguvu zako. Ikajulikane ni wewe upo dadi, ijulikane ni wewe unayejivu kwa moto Jehova. Mwaminifu, ninene kile ambacho kinatoka kwako, nisinene kile ambacho kinatoka kwangu dadi. Muweza wa yote, upate kunielekeza, kwa kuwa wewe ni mwaminifu na kwa kuwa wewe ni wa uwezo. Na ni katika jina lako kuu naomba na napata kuamini. Amen. Amen. Yesu ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote, hafananishwi na kitu chochote kile. Yupo na tasindi kuwa ni yeye tutamwabudu siku zote, ni yeye tutalitaya jina lake mbele zake, kwa kuwa ndilo jina ambalo halijawahi fungua. Majina yote yanapita, ila jina hili la Yesu aliwezi likaambiwa limepita ama limepitwa na kichazi. Tutalisikia neno la Bwana kutoka kitabu cha cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza mlango wake wa kwanza, mstari wa kwake ule wa 23. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa kwake ule wa 23. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lindumulo hata milele. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lindumulo hata milele. Lindumulo hata milele. Tumezaliwa kwa mara ya pili. Naona hapo ni kama tulizaliwa mara ya kwanza tukaharibika, na kwa hakika ndivyo ilivyo. Tukazaliwa mara ya kwanza tukaharibika. Sasa Yesu akaona hata kama mbinguni hachazuke haje atusae kwa mara ya pili. Mpendo, ukizaliwa na Bwana Yesu kwa mara ya pili, yaani ukitakaswa dhambi zako, ukiondolewa kwa dhambi, ukatakaswa kwa mara ya ukazaliwa kwa mara ya pili, hautakuwa mbegu inayoharibika. Watakupanda hapo wakidhani uliocha, utasipukia huko kwingine. Watakupanda hapo wakidhani hautamea, utasipukia huko kwingine ambako Bwana amekutayarishia, ambako Bwana amekuahidia ya kwamba atakufikisha. Ni Mungu muweza wa yote, ni Mungu mwaminifu. Wengi watasema ya kwamba hauwezi neno lolote, wengi watakutukana, wengi watakudharau, wengi watakuonea, ni wengi watasema maneno yako mabaya. Haijalishi hiyo mpendwa, Ayubu alikuwepo, Daudi alikuwepo, akatukanwa na mambo ikawa sawa sawa. Mungu akaya akamfanyia mambo sawa sawa, akafilisiwa na mambo Mungu akayafanya yakawa sawa sawa. Mpendo, usiwe na hofu yoyote, songa mbele.
kusonga mbele. Bwana Yesu anaweza siku zote. Hana alikuwepo akiwa tasa na dharauliwa na Hana na Penina. Mungu aliposuka Penina akafunga mdomo, Hana akaendelea na safari. Wewe ni wa kuendelea na safari. Wewe sio wa kunyamazisha mwendo wako. Wewe sio wa kuwekwa chini. Wewe sio wa kukaa kuvumilia sinda. Ondoka kwa sinda na kuamrisha uondoke kwa huo utasa, na kuamrisha uondoke kwa huo masikini, na kuamrisha uondoke kwa hiyo kifungo, na kuamrisha uondoke. Usikae na wao, usiwe unatamani kukaa na wao. Wakawaweka mitume gerezani, na walipowaweka mitume gerezani, usiku wa manane walipoenda kulala, Bwana Yesu akaja akawatoa mitume gerezani, akawaambia waende wakaeneze habari zake vile ambavyo malaika wake ametenda. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Mvumilie naye atakuvumilia. Mvumilie atakutoa magerezani. Mvumilie atakutoa kwa taabu. Mvumilie atakutoa kwa magonjwa. Mvumilie atakutoa kwa kukosa karo. Mvumilie huyo Yesu. Yesu ni mwaminifu. Ukisafukuya kwake hakusae kwa mara ya pili. Hautakuwa mbegu inayoharibika. Hautaenda ukiozaoza. Hautanuka tena. Hautaenda ukinuka. Wewe ni Mungu, ni mtu wa Mungu. Tumikia huyu Bwana Yesu, na atakufikisha mahali ambapo mwanadamu hawezi akakufikisha. Atakutoa kiwango, atakupeleka kiwango kingine. Nasema tumpatie mikono yetu atusike, na atuelekeze, atufikishe mahali ambapo ametuandalia. Anamwambia Ibrahimu, inua macho yako, umbali ule utakaoona, umbali huo nitakupa. Mungu hajakuwekea kiwango. Angalia mahali ambapo unataka kwenda. Angalia mahali ambapo unatamani kwenda, na umuombe naye atakupea mahali ambapo umeona. Ibrahimu akisaona, Mungu akaja akampa, akamwambia nenda ukabarikiwe. Yeyote atakaye kubariki atabarikiwa, yeyote atakaye kulaani atalaaniwa. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Mpaka saa hii tunaitwa watoto wa imani ya Ibrahimu. Ni muweza wa yote. Ni yeye tu aliyesema na ikawa. Ni yeye tu aliagiza. Hatuna la kujivunia. Anasema sio mimi niisije, bali ni Yesu aisije ndani yangu. Anasema na yaweza yote kupitia yeye anayenitia nguvu. Anasema aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wale walio nje yangu. Mpendo, usiende kung'ang'ana kupigana vita vya mwili. Usiende kung'ang'ana kupigana vita vya mwili. Kuja hapa tumsikilize huyu Bwana Yesu. Rejea kwa madhabahu ya Bwana. Enda ukamtafute neno lake. Enda ukalitaje neno lake ambalo linadumu milele. Vitabu vingi vimeandikwa. Yesu kila ambacho aliandika hakijawahi ondolewa. Ile namba Yesu aliandika haijawahi ondolewa na kitabu chochote kile. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Daudi anamsumulia mtoto wake Suleimani ya kwamba asiondoke kwa ile neno, ili apate kufanikiwa, ili apate kuinuka, ili apate kutahirika, ili apate kuwa na amani, ili apate kuwa na furaha. Mungu ni muweza wa yote. Anamwambia Joshua, ukae kwa hilo neno, ili upate kuongezeka, upate kuendelea, upate kuonekana na mataifa, wapate kukuheshimu, kwa kuwa wewe ni mtumishi wako. Usiondoke kwa hilo neno, usiondoke kwa hilo neno mpendwa, usiondoke kwa hilo neno. Na Joshua alipolizingatia lile neno, hakika aliwaingiza wana wa Israeli katika nchi yao yenye ambayo waliahidiwa na Mungu. Ukimtumikia huyu Mungu, ukilisika neno lake, kwa hakika na kuahidi ya kwamba utafika mahali ambapo umeishi kutamani haufiki. Utafika, kwa kuwa Yesu ni wa neema, Yesu ni wa huruma, Yesu ni wa upendo,
Yesu ni wa neema siku zote. Yesu ni wa kuinua. Yesu ni wa kutayirisha. Yesu ni wa kuleta pamoja. Yesu ni wa kuleta wakala pamoja. Anasema ni jinsi gani ndugu na wapendo wakiwa pamoja, wakiwa katika meza moja, ni kama mafuta ya Aaron yanayomiminika kwa ndevu zake. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Anatamani tukae kwa umoja, anatamani tukae kwa upendo, anatamani tukae kwa kuinuana, anatamani tukae tukisaidiana. Ni Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Ni yeye ni mwaminifu, anaweza siku zote. Hajawahi fungukia yule ambaye anayemuita, hajawahi mfungukia hata siku moja, hajawahi fungukia ile familia inayosimama naye. Ni Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Danieli alipotupwa katika tundu la simba, Bwana Yesu hakumuacha. Sadaka na Meshaki na Abednego walipotupwa katika tunuru la moto, Bwana Yesu hakuwaacha. Ni Mungu ni mwaminifu. Yesu alipowekwa msalabani, Mungu hakumuacha. Wewe hautaachwa ndugu yangu, wewe hautaachwa, hautaachwa. Vumilia tu, vumilia. Achilia safari, achilia misali ya moto, achilia mitale ya moto kwa hao adui wanaokutesa, kwa hao adui wanaokuonia. Achilia misali ya moto, waangamie katika jina la Yesu Kristo. Ni muweza wa yote, na tawala siku zote. Akikutana na wewe ukitakwa na damu inaacha kutiririka. Akikutana na wewe ukiwa wamekuweka kwa kaburi, unaondoka kwa makaburi na unakuja kwa familia yako. Akikutana na wewe ukiwa kipofu, anakupa macho yako, safari inaendelea. Akikutana na wewe ukiwa masikini, unapata utajiri wako, safari yako inaendelea. Hakuna kupingwa, hakuna kutazamia mwanadamu, hakuna kuangalia mwanadamu. Hawezi akakusaidia na kitu chochote. Huyu mtu unayemtegemea, anasema amelaaniwa yule ambaye hamtegemeaye mwanadamu, amebarikiwa yule ambaye anayemtegemea huyu Mungu. Barikiwa wewe unayelitaja jina la Mungu. Barikiwa wewe unayeliita jina la Mungu. Barikiwa wewe unayelikumbuka neno la Mungu. Barikiwa wewe unayekumbuka watumishi wa Mungu. Wewe ubarikiwe. Utabarikiwa ukiwa unamtaja huyu Yesu. Hauwezi ukamtaja kisa ukaondoka mikono mitupu. Hauwezi ukamtaja kisa ukaondoka na njaa. Hauwezi ukamtaja ukaondoka kwenda kulia. Yesu ni mwaminifu. Ukimtaja lazima mambo itatendeka. Lazima bahari pasuke ili watoto wake waende katika hatima yao. Yesu anaweza siku zote. Yesu analinda siku zote. Yesu anaweza siku zote. Wakamtupia Stefano mawe, wakamwangamiza, lakini mbingu ikafunguka. Na leo kuna mbingu ya mtu inaenda kufunguka. Pale Zaburi 68:9 hapo mstari wa kwake ule wa 35 anasema ananyeshesha mvua ya neema. Mungu ananyeshesha mvua ya neema. Ukisamtajia huyu Mungu, hawezi akafanya uaibike. Ukimtumaini Bwana Yesu, hataacha uaibike. Hawezi akaacha mtume wake akaaibika. Hataacha watu wake wakae na magonjwa. Hataachilia watu wake kuwaenda wakahangaike huku na pale. Hataachilia watu wake waende kuombaomba na kukopakopa pale. Hataachilia watu wake waende kwa aibu. Hataachilia watu wake waende kwa mararu. Hataachilia watu wake waende wakawe ndio wakondi nyumba. Hatawapa nyumba zao, hatawapa samba zao, hawataenda kuaibishwa tena. Hataachilia mitume wake wakaenda kuonewa na Shetani. Wewe si wa kuonewa mpendwa. Wewe si wa kuonewa. Wewe si wa kudharauliwa. Usikubali kukaa katika kitendo
kitengo cha kudharauliwa na mwanadamu. Yesu hakutuweka hapa tukiwa wadharauliwa. Yesu hakutuweka hapa tukiwa watu wakutukana na kuonewa. Yesu ametuweka hapa ili tupate kutawala. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Sio tutawaliwe, ni sisi tupate kutawala. Ni Mungu ni mwaminifu. Yakobo hakuenda kwa alipoenda kwa Labani akiwa na watoto wake, Yakobo alipata kumtawala. Pamoja na Labani kuwa na mali yake, pamoja na Labani kuwa na utajiri wake, bandala yake mwisowe, jawabu ilirejea ya kwamba Yakobo ndio ako na mali mengi kumshinda. Na wakakimbizana na Yakobo na hakumuweza. Nawe hautaweza leo. Wewe ni Yakobo wa leo. Leo ni wewe Yakobo wa leo. Upate kung'ang'ania haki yako, upate kuitisha haki yako. Anasema tuje tumueleze, kisa tupate kuongea na yeye, kisa apate kutupa haki yetu. Yeye ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Pale ambapo hakuna matarajio, matarajio leo. Pale ambapo hakuna tumaini, Bwana Yesu anaweza akarejesha tena. Bwana Yesu anaweza akachipua mti ambao umekatwa na kuchimbua kwa mara nyingine, ukapata kuzaa matunda yake. Ni Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote. Yeye ni mwaminifu, anaweza siku zote. Ulianzisha kazi ikafilizika, rejea tena. Bwana Yesu anasema urejee tena. Ulianzisha familia ikafilizika, rejea tena. Yesu anaweza akapata kurejeza, kwa kuwa ni wa neema, kwa kuwa ni wa upendo, kwa kuwa ni mwingi wa huruma, mwingi wa neema. Yeye ni mwaminifu. Wakikukataa hapo, songea hapo mbele. Yesu anatazamia watu wa kwenda mbele. Usitamani kurejea nyuma. Mke wa Loti alipoangalia nyuma, mambo ikaharibika. Yesu akaya akatuambia, mtu akisaweka jembe lake kulima, huyo atakayeamsa mgogo sio wa kwake. Ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Ni anatawala siku zote, ni analinda siku zote, ni anapasua bahari siku zote. Yeye ni muweza wa yote. Mungu mwaminifu, muweza wa yote. Katutawale, katuonekanie dadi. Ukatulinde kwa neema yako. Ni asante kwa neno lako ambalo Jehova umeniongoza kulinena. Nami nimelinena jinsi Jehova uliweka ndani yangu dadi. Muweza wa yote, kaonekanie yule ndugu, kamuonekanie yule dada. Ukamtawale pamoja na vitu vyake. Kila ambacho ameishi kukulilia dadi, kampe Baba, kwa kuwa wewe ni wa rehema, kwa kuwa wewe ni wa huruma. Yesu muweza wa yote, tawala kwao dadi, tawala kwao Jehova, ukawatendee mambo makubwa, kwa kuwa wewe ni wa huruma. Na ni katika jina la Yesu naomba na napate kuamini. Amen. Neema ya Bwana iachwe na wewe. Mungu akufunikie, Mungu akujaze na roho wake, hakutangulie, hakufikishe. Amen.